Jenerali wa Trump anatafuta njia ya kujiondoa vitani na Iran huku machaguo ya kijeshi ya Marekani yakipungua. Mkuu wa majeshi ya Marekani Jenerali Daniel Kain amewasihi maafisa wakuu wa utawala wa Trump kutafuta njia ya kupunguza vita na Iran, akionya kwamba ongezeko zaidi la mapigano ya kijeshi haliwezi kupata mafanikio makubwa na kwamba linawaweka wanajeshi wa Marekani na washirika wake katika hatari ya majibu angamizi ya Iran. CNN imeripoti ikiwanukuu watu watatu walikuwa karibu na majadiliano hayo kwamba Kain alielezea wasiwasi wake kwa mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na makamu wa rais wa Marekani JD Vance. Kain anatafuta njia ya kujiondoa vitani, chanzo kimoja kimefichua, huku maafisa wakuu wakizidi kuhoji kwamba Rais Donald Trump anaweza kuilazimisha Tehran kukubali matakwa yake. Ripoti hiyo imesema Jenerali Daniel Kain na maafisa wengine wakuu wa jeshi walikuwa na shaka kuhusu ongezeko la mashambulizi ya kijeshi lililopendekezwa mwishoni mwa Julai kwa sababu ya hofu kwamba Iran inaweza kulipiza kisasi dhidi ya washirika wake wa Marekani na miundombinu ya nishati ya kikanda. Maafisa wa Marekani pia wana wasiwasi zaidi kuhusu kupungua kwa akiba makombora ya ulinzi wa anga na zana nyingine za kivita, jambo ambalo linaweza kupunguza uwezo wa Washington wa kuendeleza vita vya muda mrefu dhidi ya Iran. Ripoti hiyo imesema maafisa wa serikali ya Marekani sasa wanatafuta matokeo ambayo Trump anaweza kuyawasilisha kama ushindi wa kisiasa na kuacha wazi mlango kwa diplomasia, ikiwa ni pamoja na makubaliano yanayowezekana ya kufungua tena lango bahari la Hormuz. Iran ilifunga lango bahari la Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa nishati duniani, ili kukabiliana na mashambulizi ya kinyama ya Marekani na kuongeza mashinikizo kwa Washington na washirika wake wa kikanda. Vilevile, mshauri mkuu wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ali Velayati amesema vikosi vya majeshi ya kigeni lazima viondoke Asia Magharibi, akitaja uwepo wao kama chanzo kikuu cha ukosefu wa usalama na utulivu kwenye hilo. Katika ujumbe wake uliochapishwa kwenye mtandao wa X Jumamosi, Dr. Velayati alisema kushindwa kwa Marekani na utawala wa Israeli kumeimarisha imani kwamba vikosi vya majeshi ya kigeni ambavyo ni chanzo kikuu cha ukosefu wa usalama lazima viondoke katika eneo hilo. Amesema matukio ya hivi karibuni yamechochewa na mukawama wa vikosi vya jeshi na ustahimilivu na uimara wa watu wa Iran na vilevile ujasiri wa mukawama. Al-Akbar Velayati yameeleza kuwa nchi za kikanda zina uwezo wa kulinda usalama wao zenyewe bila kutegemea nguvu za kigeni au uwepo wake wa kijeshi, akihimiza ushirikiano mkubwa ili kudhamini usalama wa kikanda kupitia uratibu zaidi. Iran imesema ikisisitiza mara kwa mara kwamba usalama wa kikanda unapaswa kulindwa na nchi za eneo hilo na kwamba uwepo wa vikosi vya majeshi ya kigeni huchangia katika kukosekana utulivu na usalama. Mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran dhidi ya vituo na kambi za kijeshi za Marekani katika eneo lote magharibi mwa Asia imeashiria mabadiliko makubwa katika mlingano wa kimkakati katika vita eneo la magharibi na kuangazia zaidi uchunguzi unaoongezeka uwepo wa jeshi la Marekani kwenye eneo hilo. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu na jeshi la Iran walifanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya kambi na vituo hivyo katika eneo lote la Ghuba ya Uajemi, kujibu mashambulizi ya Marekani yaliyoendelea kusini mwa Iran mwezi uliopita. Mashambulizi hayo ya kulipiza kisasi yaliwaua wanajeshi wengi wa Marekani, kuharibu ndege za kivita za kisasa na kuashiria kwamba wigo wa kijiografia wa vita vilivyoanzishwa dhidi ya Iran ilikuwa umepanuka zaidi ya matarajio ya awali. Vilevile, gazeti la Financial Times limenukuu wachambuzi mashuhuri na kuripoti kuwa Trump amekwama katika fedheha ya kimkakati kuhusiana na vita dhidi ya Iran na kwamba hawezi kujiondoa katika hali hiyo bila kulipa gharama za kisiasa nchini mwake. Katika uchambuzi wa kina kuhusu vita vya Marekani dhidi ya Iran, Financial Times linaangazia maana ya fedheha ya kimkakati ambapo rais wa Marekani alianzisha vita vya kichokozi dhidi ya Iran na kauli mbiu ya kuipindua Jamhuri ya Kiislamu na kutaka Iran ijisalimishe bila masharti. Sasa anajikuta amenasa katika mtego wa vita ambavyo hawezi kujinasua kwa heshima wala kuvindeleza bila kulipa gharama kubwa za kisiasa ndani ya nchi yake. Katika kipindi cha miezi mitano iliyopita, Trump na washauri wake wamekuwa kidai mara kwa mara kwamba makubaliano na Iran yanakaribia kufikiwa, lakini hata kama makubaliano kama hayo yatafikiwa kupitia mazungumzo kati ya Iran na Oman, hayawezi kufanikisha malengo ambayo rais wa Marekani aliyaweka mwanzoni kabisa mwa mzozo wa sasa. Madai ya awali ya Trump ambayo yajumuisha makubaliano kuhusu shughuli za nyuklia za Iran, makombora masafa marefu yani ballistic missile na makundi ya mukawama ya kikanda, sasa yamepungua na kubakia kwenye swala moja tu, nalo ni kuitaka Iran iruhusu lango bahari la Hormuz lirejee katika hali yake ya kabla ya vita. Likiashiria kauli za hivi karibuni za Marco Rubio,
waziri wa mambo ya nje wa Marekani, ambaye alisisitiza kuwa kuizuia Iran kuwa taifa lenye nguvu za nyuklia ndilo lengo kuu la makubaliano yoyote. Gazeti hilo limemnukuu akisema, karibuni, makubaliano tunayofuatilia kwa sasa na kwa dharura yanahusu hasa kufunguliwa kwa lango bahari la Hormuz. Wachambuzi wanahoji kuwa kauli hizi zenyewe ni ishara ya kudhalilishwa kimkakati Marekani. Inaonekana kwamba baada ya miezi 5 ya mapigano, hatamu ya kuendesha mapambano uwanjani imehama upande wa Iran kwa kupanua maeneo ya mapigano kutoka lango bahari la Hormuz hadi bahari ya Sham. Iran ina muhimili wa mukawama sasa ndio wanaodhibiti kasi na mwelekeo wa vita hivi. Mashambulio ya awali yaliyofanywa na Iran dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan, pamoja na kuongezeka kwa shughuli za muhimili wa mukawama katika eneo, yote hayo yanaakisi mkakati mpya wa Iran ambao ni ima kwa Trump kuanzisha mashambulio makubwa ya kijeshi dhidi ya Iran au kumdhoofisha kisiasa kupitia vita vya muda mrefu na vya kuchosha. Mabadiliko haya katika uwiano wa nguvu yameweka Trump katika hali ambayo kila mara anapotishia kufanya shambulio kubwa, hatimaye hulazimika kulegeza misimamo na kurudi nyuma. Sambamba na masuala haya, Trump anakabiliwa na hali tata ndani ya Marekani kwenyewe. Utafiti uliofanywa kwa ajili ya gazeti la Financial Times unaonyesha kuwa 58% ya wapiga kura waliojiandikisha nchini Marekani wanaamini kuwa vita dhidi ya Iran havistahili gharama zinazolipwa. Mgogoro wa aina hii bila shaka utaathiri tu uungaji mkono wa Trump kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula Novemba 2026, bali pia utapunguza kwa kiasi kikubwa akiba kimkakati ya makombora ya Tomahawk na mifumo ya kuzuia makombora ya THAAD na Patriot. Trump anaonekana kukabiliwa na hali ngumu katika kuchagua moja njia mbili hizi. Kwa upande mmoja, kuchochea vita dhidi ya Iran kuna maanisha kuongezeka kwa idadi ya wahanga na kuzama zaidi katika kinamasi kisicho na mwisho, na kwa upande mwingine, kukubali makubaliano kwa mashariki ya Iran kutamfanya kabiliwa na ukosoaji mwenye na lawama kali za kushindwa katika makabiliano na Iran kutoka kwa wapinzani wake wa kisiasa. Hivi mzozo wa Iran si tu umeitumbukiza Washington katika kinamasi kipya, bali pia umedhoofisha uwezo wa Marekani wa kukabiliana na changamoto kubwa zaidi za kimkakati, ikiwemo mvutano au mivutano inayoweza kutokea na China. Ni wazi kuwa Trump amekuwa muhanga wa kauli mbiu kubwa ambazo hakuwa na uwezo wa kuzitekeleza. Sasa anajikuta katika hali ambayo hatua yoyote atakayochukua, iwe ni ya kuendeleza kukubali makubaliano ya amani, ya aibu na kufedhesha, itamtumbukiza katika gharama kubwa za kisiasa. Hii ndio aibu ya kimkakati iliyotajwa na gazeti la Financial Times, hali ambayo nchi inayodaiwa kuwa taifa lenye nguvu kuu imeshindwa kufikia malengo yake na pia imepoteza uwezo wa kujinasua kutoka kwenye kinamasi cha migogoro iliyojitakia yenyewe kutokana na makosa ya kitathmini na kukosa mkakati madhubuti unaoeleweka. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Ismail Baghei, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, amesema kuwa utawala wa kizayuni wa Israeli ni tishio kubwa zaidi kwa utulivu, usalama na ushirikiano miongoni mwa nchi za eneo la Asia Magharibi. Baghei amesema hayo katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari. Amesema nchi za eneo hili kufuatia matukio Oktoba miaka 3 iliyopita, kuanzia mpango wa kikoloni kuangamiza Palestina inayokaliwa kwa mabavu, mauaji kimbari kwenye ukanda wa Gaza, pamoja na mashambulizi ya utawala dhidi ya Lebanon na nchi nyingine za eneo hilo, zimezidi kufikia hitimisho kwamba tishio kubwa zaidi kwa utulivu, usalama na ushirikiano wa nchi za Asia Magharibi ni utawala wa kizayuni. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukran kwa baba wa kivita.